mwenye haki wa Bwana ataishi kwa imani. Na maandiko yanasema kiangalia upepo uweze kupanda. Jambo lolote lile unaloona leo limekuwepo, lilikuwa wazo zamani na mtu au na watu fulani wakakubaliana, alafu kwa jambo kubwa, alafu likasapotiwa, alafu likakamilika. Mambo haya yanapoanza namna hii, siku yanapokamilika, unaweza kuona watu wanalia machozi ya furaha jambo likiwa limekamilika, kwa sababu ya vile waliwaza na kukutana na ugumu, lakini likawa. Mimi sina shaka na Mungu, namba isiwasumbue. Mungu hakuokoa ulimwengu kwa kutuma watu 10, 20, 30. Mwanaye mmoja tu akawa mkombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo tulivyo hapa sisi ni wengi sana wa kutosha kabisa kuanza, na Mungu anaangalia ile nia yetu. Wakati nasoma masomo ya kushuhudia ya discipleship kwenye shule moja ya taasisi moja inaitwa Life Ministry, anasema fanaka katika kushuhudia ni kukubali kwanza tu na kumkabidhi Roho Mtakatifu na kupata matokeo kwa Mungu. Siku ya leo tunaanza kitu kikubwa sana, na kama Baba Kano katibu wetu mkuu alivyosema, hapa ni kama leo sisi tunapanda. Mti aliyopanda aliondoka, lakini uliendelea kunyeshewa mvua, uliendelea kupata virutubisho, na pengine hawakuukata. Ndio maana anakuta mpaka leo. Sisi tutaingia kwenye vitabu vya historia katika lile jengo kwamba sisi siku ya kwanza tunazindua kuanzisha tulikuwa sisi. Kwa hiyo leo ni siku kubwa sana, na mimi najisikia mwenye bahati kuwepo katika orodha ya wale watakao kuwepo kwamba nilikuwa mwanzilishi wa kuanza utaratibu wa ujenzi wa hiyo chama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe ukisikie hivyo, wakati Baba Kano anazungumza alinikumbusha jambo moja. Tuna kanisa letu moja pale Bagara, Dar es Salaam. Wakati linaanza tulikuwa hatuna kitu. Tulianza kusali chini ya mti hivi, tukaweka mahema hivyo. Sasa tukaanza mchango wa ujenzi pole pole, na ukawa unatangazwa kila Jumapili. Siku nyingine 20,000, siku nyingine 10,000, siku nyingine 8,000. Sasa siku moja nikaitwa kwa nyumbani kwa injinia mmoja, alikuwa mshirika wetu. Ndio nyumbani kwangu kuna tatizo. Nilienda nimejiandaa kuomba, labda ni tatizo la ndoa, labda na nini, uchumi umeporomoka, nikajipanga vizuri. Baada ya kufika, wakaniambia shida yetu iko kwa mtoto wetu Lona. Yule alikuwa na mtoto mdogo wa darasa la pili, anaitwa Lona. Wakasema Lona amekataa kula leo siku ya 3. Lakini aseme shida iliyopata. Lona akasimama, akasema nilishawaambia, ila wanataka niseme ukisikia. Mtoto wa darasa la pili. Mama yangu anafanya kazi Standard Chartered Bank. Baba yangu ni injinia, anajenga mabarabara Kigoma, viwanja vya ndege wapi. Lakini tunaenda nao kanisani kwenye makaratasi. Nyumba hii ina vyumba vingi, lakini kanisa linakuta 4. Kwa nini hawa wasijenge kanisa? Mimi siwezi kula mpaka wajenge kanisa. Mimi sikuamini mtoto anachosema. Mama alinama akalia. Wanaume tunajua kujikaza, lakini yule baba anatikisha kitu. Akasema mchungaji, mimi maneno yangu nimeshamaliza. Mtoto akakaa. Baba akasema, kama sikia sauti ya Mungu mpaka mtoto wetu, haya ndiyo mambo Mungu aliyosema. Kwa hiyo akasema basi kuanzia kesho mimi naanza utaratibu, tufanye mchoro, mimi
nilishindwa kuelewa ni nini kinaendelea kwenye familia. Kwa kweli waliandaa na chakula cha jioni, mimi kilinishinda kula. Nilikuwa na furaha fulani iliyochanganyika na mshangao. Yaani mshangao fulani hivi wa surprise ambayo sio ya kawaida. Nilirudi nyumbani, mke wangu akaniuliza, kulikuwa na nini? Nikamwambia nitakwambia kesho. Nilishindwa hata kueleza. Lakini ni kweli yule bwana alijenga ile kanisa bila jasho. Kwa sababu alienda akaweka oda ya matofali, akazungumza na watu wa mchango, akaleta mafundi wake wale wanaowatumia kule site. Lakini alipofikia hatua fulani, nikasema sasa tutakuabudu ishia hapo na wengine wafanye. Ndio wengine wakaingiza maji, wengine wakapiga rangi, wengine wakaingiza umeme na kazi zingine wakazichangia. Mimi Mungu anaelewa pesa zote za kujenga hii chama zitatoka wapi na nani anastahili.